بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، ikiwa leo ni mwezi 3 Ramadhan mwaka 1446 Hijria, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kukutana katika darasa yetu hii baada salati dhuhr على هذه الرسالة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان 30 درسا لفضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة العدوي القرشي حفظه الله تعالى. نبادو tunaisoma darasa ya kwanza aliyoiweka almuallifu hafidhahu Allah ta'ala, yenye kusema tabshiruhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi shahri ramadhana. Nukta ambayo tutaendelea nayo leo kwa mujibu wa nambari zilizopangwa ni an-nuqtatu ar-rabi'a, ni nukta ya 4. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: رابعا، اجتهد في تحري ليلة القدر في وتر العشر الأواخر ولا تهمل في ذلك. jambo la 4 ambalo tunanasihiwa sisi kama alivyosema Sheikh, faya ayuhal abd, ewe mja, anamkusudia mimi na wewe. Jambo la 4 ambalo anatuambia hapa, ijtahid, ewe mja wa Allah, jitahidi fi taharri lailatul qadr, katika kutafuta usiku wenye cheo. Ijtahid fi taharri lailatul qadr, jitahidi ewe mja wa Allah katika kutafuta usiku wenye cheo. Fi witri al-ashr al-awakhir, katika witri za 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, bimaana katika yale masiku witri katika 10 la mwisho la Ramadhan, aghlab hutarajiwa kwamba lailatul qadr inapatikana katika masiku hayo, masiku witri kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, kuanzia usiku wa tarehe 21, 23, 25, 27 na 29. Na hasa limekuja kukotezo la dalili kuusubiria usiku wenye cheo katika usiku wa 27. Hadha aqrab kwa mujibu adilla. Almuhim, usiku huu adhima, usiku wa cheo unapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan katika 10 la mwisho na katika yale masiku witiri, masiku yasiyogawanyika. Idhan anasema shekhi wetu hapa, ijtahid fi taharri lailatul qadr fi witri al-ashr al-awakhir, jitahidi katika kutafuta usiku wenye cheo katika witri, bimaana masiku ya witri ya 10 la mwisho. Kisha anasema wala tuhmil fi dhalik, na wala usipuuzie katika hilo, usizembee. Wala tuhmil fi dhalik, na wala usipuuzie katika hilo. Kisha anasema hafidhahullah, fa in wafaqtaha ala khairin, na ikiwa utawafiki usiku huo juu ya khairi. Fa in wafaqtaha ala khairin, na ikiwa utawafik usiku huo juu ya khairi, bimaana usiku wa lailatul qadri
ukakukuta wewe hali ya kuwa unafanya ibada, upo katika taa, fa anta qad rabihta khairan adhima, basi wewe utakuwa umepata faida ya khairi kubwa. Fa anta qad rabihta khairan adhiman, na wewe utakuwa umepata faida ya khairi kubwa. Kama ni biashara, basi biashara yako imetoa faida. Wa in hurimtaha, na ikiwa utazuiwa na usiku huo ikawa hukuweza kuutumia kwenye ibada, wa in hurimtaha, na ikiwa utazuiwa na usiku huo kufanya khairat, faqad hurimta khairan kathiran, basi kwa hakika umenyimwa wewe khairi nyingi. Ikiwa usiku wa Lailatul Qadr utapita bila wewe kufanya khairi yoyote, basi utakuwa umenyimwa khairi nyingi. Lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na hilo ni kwa hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, amesema, lamma hadara Ramadhanu, pindi ilipofika Ramadhan, ilipokuja mwezi mtukufu wa Ramadhan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad jaakum Ramadhanu, kwa hakika umekujilieni nyinyi, imekujilieni nyinyi Ramadhani. Qad jaakum Ramadhanu, kwa hakika imekujilieni nyinyi Ramadhani. Shahrun mubarakun, mwezi uliobarikiwa. Iftarada Allahu alaykum siyamahu, ameifaradhisha Allah juu yenu funga yake. Funga ya Ramadhani ni faradhi. Tuftahu fihi abwabul janna, inafunguliwa katika hiyo Ramadhani milango ya pepo. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, na inafungwa ndani yake milango ya moto. Wa tughallu fihi shayatinu, na wanafungwa minyororo ndani ya Ramadhani mashaitani. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hapa ndio mahala tunapokusudia katika kipengele hichi cha 4, fihi lailatun, kuna ndani yake, ndani ya Ramadhani. Fihi lailatun, kuna ndani yake usiku ambao khairun min alfi shahrin, ni bora usiku huo kuliko miezi 1000. Bimaana mwenye kuwafikiwa na Allah akafanya ibada katika Lailatul Qadr, basi fadhila zake kufanya ibada katika usiku huu ni kama mtu aliyefanya ibada miezi 1000. Fihi lailatun, kuna ndani yake katika hiyo Ramadhani usiku ambao khairun min alfi shahrin, ni bora kuliko miezi 1000. Mtume akasema, man hurima khairaha, yule ambaye atanyimwa khairi za usiku huo, faqad hurim, kwa hakika huyo amenyimwa. Ikiwa utakosa khairat wal barakat za usiku wa Lailatul Qadr, wewe utakuwa umekosa kisawasawa. Kwa hivyo wakati tunafunga Ramadhan, tutie akilini usiku huu kwamba Lailatul Qadr ni usiku wenye fadhila ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka katika mwezi wa Ramadhan, na unapatikana katika 10 la mwisho. Linapoingia 10 la mwisho, tujipinde katika ibada, asa Allah subhanahu wa ta'ala akatuwafikisha kuudiriki usiku huu, na bidii zetu za ibada ziongezeke katika zile siku witri, kwa sababu ndio hutarajiwa sana Lailatul Qadri kupatikana katika usiku hizo. Usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Litafakari hilo kwanza. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, atakayenyimwa khairi za usiku huo, huyo amenyimwa. Baada ya kusikia maneno haya mazito ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sitarajii kwamba kuna Muislamu anaweza akazembea ibada katika masiku kama haya.
bali tutajitahidi sisi kujishughulisha na ibada katika masiku haya, ima ni kuswali qiyamul layl au kusoma Qur'an au tukakaa kufanya adhkar au kusoma ilmu, murajaatul ilmi au kuleta dua na mfano wa haya katika ibadat, ikawa tunashughulika usiku mzima na mambo haya kwa lengo la kudiriki usiku huo wa Lailatul Qadr. Sasa hesabu ya kuipata Lailatul Qadr inaanza sasa. Hesabu saumu zako na masiku yako, usizembee katika masiku haya. Rawahu Ahmad, hadithi hii kaipokea Imam Ahmad rahimahullah. Khamisan, nukta nyingine ya tano, anasema Sheikh, idha dakhala shahru ramadana fabashshir almuslimina bidukhulihi, na pindi utapoingia mwezi wa Ramadhani kama hivi. Mwezi wa Ramadhani tuko nao sisi alhamdulillah, na uko mwanzoni kabisa, leo ni siku ya 3 tu. Idha dakhala shahru ramadana, na pindi unapoingia mwezi wa Ramadhani, fabashshiril muslimina bidukhulihi, na wabashirie waislamu kwa kuingia kwake huo mwezi wa Ramadhani. Wape waislamu habari njema, bishara kwamba jamani, alhamdulillah, mwezi wa khairati umeingia, tujitahidi kufunga Ramadhani, tujitahidi kuleta ibada mbalimbali katika Ramadhani. Wabashirie waislamu, wape habari njema kwa kuingia mwezi wa Ramadhani, kama bashara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo alivyobashiria kwa mwezi huu wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, tumesoma hadithi ya Abi Huraira kwamba Mtume alayhi salam alikuwa akiwabashiria waislamu katika masahaba zake kunako mwezi huu wa Ramadhani. Bali Sheikh anasema wabashir ahlak, na wabashirie watu wa nyumbani kwako, wape bishara watu wako wa nyumbani, wazungumzie mazuri ya Ramadhani, wahimize katika ibada na siyam watu wa nyumbani, kama mke wako au wake zako, watoto, ndugu na wale wote ambao wako nyumbani kwako. Sheikh anasema wabashir ahlak, na wabashirie ahli zako, wazumalaak, na marafiki zako, wale watu ambao uko nao pamoja katika maeneo mbalimbali, watu ambao unaongozana nao, marafiki zako, jamaa zako, ima katika kazi au katika masomo au katika maisha ya kawaida, eneo mnaloishi ni watu uko nao saa zote. Wabashirie, wabashir ahlak, na wabashirie ahli zako, wazumalaak, na marafiki zako mbalimbali, wa ghairahum, na wengineo wasiokuwa wao, wazungumzie wote hao kuhusu Ramadhani. Kisha anatunasihi Sheikh, anasema wa kun mubashiran bikulli khairin wala takun munafira, na kuwa ni mwenye kubashiria kwa kila khairi. Hiyo ndio iwe tabia yako, ni mtu unazungumza mambo mazuri ya kufurahisha na kupendeza, kuwa mtu wa bisharat. Wa kun mubashiran bikulli khairin, na kuwa ni mwenye kubashiria kwa kila khairi. Kuwa hivyo, watie watu moyo, wahimize wenzako, wafundishe birrifqi wallin, kwa upole na ulaini, bilmau'idhati alhasana, zungumza na wenzako kwa mau'idha mazuri, kwa lugha rafiki. Kuwa na tabia hiyo katika mwezi wa Ramadhani. Wa kun mubashiran bikulli khairin, na kuwa ni mwenye kubashiri kila khairi, kwa kila khairi. Wala takun munafira, na wala usiwe ni mwenye kufukuza, usiwe ni mwenye kuwakimbiza watu, ikawa una lugha ngumu kwenye mazungumzo yako, lugha zimejaa kejeli, hauna shafaka, hauna huruma na wenzako. Usiwe na tabia ya kuwafukuza watu, fanya watu wapende jambo la dini na wasogee. Wala takun munafira, na wala usiwe ni mwenye kuwafukuza watu. Kisha Sheikh anasema lihadithi Anas ibn Malik, na hayo ni kwa ajili ya hadithi ya Anas ibn Malik
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقع متومي صلى الله عليه وآله وسلم قال متومي كسيما يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أنا سيما متومي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسروا fanyeni wepesi wala tuasiru na wala msifanye uzito. Mambo ya dini hayahitaji kutia uzito, yataka kuleta wepesi kwa watu. Yasiru, fanyeni wepesi, wala tuasiru na wala msifanye uzito. Wabashiru, na bashirieni, toeni bishara, habari njema kwa watu. Wala tunafiru, na wala msifukuze, msiwafukuze watu kwa sababu ya lugha zenu, kwa sababu ya miamala yenu. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu, katika hii nukta ya 5 tunafundishwa kutoa bishara kwa Waislamu kwa kuingia Ramadhani, kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tukianzia kwa watu wetu wa karibu kabisa, watu katika familia zetu, marafiki zetu, maswahiba zetu ambao mara nyingi tuko nao pamoja. Tuwape athar ya hii Ramadhani, yani wewe kuwa ni sababu ya kumuathir mtu wako wa karibu kwenye hii Ramadhani, afunge, afanye ibada, afanye taa mbalimbali, kuwa wewe ni sababu ya kumpa bishara. Kama ana uvivu muhimize, mchukue kuwa naye, wa hakadha. Bali unamjua mtu aliyeruzukiwa na Allah, ni mtu anawasaa katika riziki, na ni rafiki yako au bosi wako, pengine hajui nafasi ya Ramadhani, mwambie, mkumbushe, muonyeshe fursa za kujitolea katika Ramadhani. Mwambie, bwana bosi, kuna nafasi hapa za kuwafuturisha Waislamu. Wako wafanyakazi wenzetu hapa, hali zao ngumu, wako majirani zetu mtuzunguka hapa, unaonaje bosi bwana ukatengeneza package za iftari saim, inaitwa sallatu iftari saim, kikapu cha kumfuturisha mfungaji, tukawatawanyia watu wasiokuwa na uwezo katika Ramadhani. Waonaje bwana? Au wale wengine wenye utaratibu wa kujichanga katika shughuli zao, wako maofisini, katika biashara, wanachangishana kwa khiari, kila mwenye uwezo anatoa kwa mujibu wa uwezo wake, wakakusanya, wakanunua vyakula, wakawaalika watu iftar. Wako watu hao. Haya ndio mambo ya kufanya, hizo ndio bisharat za khairati katika mwezi wa Ramadhani. Na wala usiwe sababu ya kuwafukuza watu, ukawa una lugha ngumu, mkali kwelikweli, kwa sababu ya kufunga saa zote una hasira, kwa maana eti kisingizio ni swaumu imekaza. Sasa mkali sana, usisemeshe bwana, swaumu imenifikisha hapa, alafu anashughulisha mimi. Ukawa ni mtu unatumia lugha kali kwenye kuzungumza na watu kwa sababu ya swaumu. La, usifanye hivyo. Hapa na watu na tabia hizo, lugha za kejeli, na haya yanapatikana sana katika kipindi hicho mwezi wa Ramadhani misikitini humu. Maana pana watu wengi kwa sababu ya funga na Ramadhani wamerudi kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, wamekuja misikitini wanaswali, hata kama kabla ya Ramadhani walikuwa hawaswali. Watu wamerudi kwa Allah, wameacha mambo mengi ya hovyo, mambo ya haramu, watu wako misikitini. Usitumie nafasi hii ya kuwaona ndugu zako wageni Waislamu misikitini kwa kejeli. Usiwakimbize watu, mtu akachukia msikiti kwamba siendi tena kuswali pale. Jamaa wana kejeli sana, jamaa wananifanyia mzaha bwana ni enjoy bwana, kwa sababu nimeingia katika msikiti ule, siendi tena pale. Au mwingine akasema siswali kwa sababu yako wewe na kejeli zako. Usifanye hivyo. Kejeli zipo. Tunakutana na ndugu yake Muislamu kweli alikuwa haswali, tunakutana naye kwenye udhu, sema kumbe nyie pia Waislamu ndio ninajua sasa. Au shehe umepotea njia nini? Kamkuta mtu msikitini, shehe vipi bwana, umepotea njia nini? Fuata nini huko?
Kuna mmoja nilimsikia anamwambia jamaa, msikiti huu hatufutirishi kaka. Alivyomuona jamaa amwambia msikiti huu hakuna futari, hatufuturishi hapa. Hizi lugha ziacheni, ni lugha za kuwakimbiza watu na wala sio lugha za kuwashawishi na kuwavuta watu. Sheikh anasema jambo jingine la sita, sadisan, asema aqbil ala kulli khairin daima, elekea juu ya kila khairi wakati wote. Muislamu anatakiwa awe ni mtu wa kufanya khairi katika maisha yake yote, si katika Ramadhani peke yake. Aqbil ala kulli khairin daima, na elekea juu ya kila khairi daima dawama, katika wakati wote. Lakini wa fi ramadhana aqbil ala alkhairati bifi'liha walistikthari minha. Wa fi ramadhana, na katika mwezi wa Ramadhani sasa bil khusus, aqbil ala alkhairat, zielekee khairi nyingi kwenye Ramadhani. Ongeza spidi yako ya khairi. Naam, Muislamu anafanya khairi wakati wote katika maisha yake yote, lakini Ramadhani si kama wakati mwingine. Ramadhani ni kipindi maalumu, hiki hakina mfano katika masiku ya kawaida. Ndio Sheikh anatuambia wa fi ramadhana, na katika mwezi wa Ramadhani aqbil ala alkhairat, zielekee khairat bifi'liha, kwa kuzifanya hizo khairat, walistikthari minha, na kuzikithirisha khairi hizo katika Ramadhani. Fanya khairi sana tu, naongeza, kithirisha. Ikiwa ulikuwa una udhaifu kwenye baadhi ya ibada, basi usikubali udhaifu huo kuendelea nao katika Ramadhani. Badilika. Mfano, wewe sio mtu kuswali swala za sunna, kosa hilo, udhaifu mkubwa sana kwa mtu Muislamu, hasa mtu wa sunna, kwamba zile arrawatib, swala za sunna zilizopangiliwa katika swala za faradhi, ima kablia au baadia, wewe huswali, huna sababu yoyote. Ukimaliza faradhi huyo unaondoka zako. Kuna wengine hata adhkari hawafanyi, sio kufanya, hajui, na anazeekea kwenye sunna. Kwa hiyo hakuna adhkari, hakuna swala za sunna. Kuna watu ndio maisha yao hayo. Ukiwatazama walivyo, tadhani busati za msikiti zile zinaunguza. Akimaliza huyo kanyanyuka, anaenda wapi? Anaenda dukani, na kuna maskani, na kwenda kwenye benchi kukaa tu na kupiga porojo, haja swali kablia wala baadia. Ikiwa una udhaifu huo, hilo ni kosa. Sasa basi diriki nafasi ya Ramadhani. Hata kwenye Ramadhani pia unazipoteza as-sunan, swala za sunna. Ramadhani pia huswali, kisha swali faradhi waondoka zako. La, usifanye hivyo. Kuna watu mabakhili, ubakhili haufai, ni katika tabia mbaya kabisa ambazo si tabia za Waislamu, al-bukhl wash-shuh. Lakini basi ubakhili mpaka Ramadhani, mwezi ambao tudhaafu al-ujur, ujira unaongezwa maradufu. Unapata ujira kwa kuwafuturisha watu, bado unaendekeza ubakhili tu mpaka Ramadhani. Usikubali hayo. Kwa hivyo kithirisha khairi katika mwezi wa Ramadhani. Watruki shurura wal atham, Sheikh anasema naziache shari na madhambi. Watruki shurura wal athama, naziache shari na madhambi. Achana na shari, epukana na madhambi. Asa an ya'tikaka Allahu minan nar, huenda akakuacha huru wewe Allah kutokana na moto. Allah anayaacha makundi makubwa ya waja wake, anayaacha huru na moto wa Jahannam. Huenda na wewe ukaingizwa kwenye hesabu hiyo kwa sababu ya kujipinda katika Ramadhani, na umeziacha shari, umeyakimbia madhambi. Naam, Ramadhani ni mwezi wa tauba, kama wanavyosema Waswahili, mwezi wa toba huo. Kwa hivyo ziache shari na madhambi. Asa an ya'tikaka Allahu minan nar, huenda akakuacha huru wewe Allah kutokana na moto. Bali nasema waliyakun dhalika bimusara'atin mink,
min awwali lailatin min Ramadhan, waliyakun dhalika, na liwe hilo la kuacha shari na madhambi, waliyakun dhalik, na liwe jambo hilo la kuacha shari na kuacha madhambi na kukithirisha khairat, liwe jambo hilo bimusara'atin mink, ni kwa kuharakisha kutokea kwako. Waliyakun dhalik, na liwe hilo bimusara'atin mink, ni kwa kuharakisha kutokea kwako, ulifanye haraka sana, usichelewe na kungoja. Min awwali lailatin min Ramadhan, kutokea usiku wa mwanzo wa Ramadhan. Haya mambo haya ya kufanya kheri kwa wingi na kuyakimbia madhambi na shari, yaharakishe mwanzo kabisa, kuanzia usiku wa kwanza wa Ramadhani. Pale ulipojua hii ni Ramadhani imeingia, badilika. Maisha yako katika Ramadhani yawe tofauti na maisha yako katika miezi mingine. Kwa nini tunaambiwa haya? Kwa sababu ya mafundisho yaliyokuja kwenye hadithi inayotajwa hapo. Sheikh anasema li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال, wa hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha kana awwalu lailatin min shahri Ramadhan, na pindi unapokuwa usiku wa mwanzo katika mwezi wa Ramadhan. Idha kana awwalu lailatin, na pindi unapokuwa wa mwanzo katika usiku, min shahri Ramadhan, wa mwezi wa Ramadhan. Bimaana Ramadhani ikiingia usiku ule wake wa kwanza tu wa mwezi kuandama, sufidati shayatinu, wanafungwa minyororo mashaitani. Ahadithi hizi zimejikariri kwa matamko mbalimbali. Sufidati shayatinu, wanafungwa minyororo mashaitani. Wa maradatul jinn, na wale waasi katika majini. Na ulama wanaeleza shayatin ni wale ambao siku zote ni waovu, wako nje ya mipaka ya Allah, wanafanya ukafiri, wanafanya maasi, shirkiyat na balaa zote, siku zote ndiyo maisha yao. Hao ni shayatin. Alafu pana wale ambao jamii katika mashaitani ambao hufanya mema, wale majini wale. Sasa katika wao wako ambao ni waasi na kuna ambao ni wema. Sasa hata wale majini ambao ni waasi pia wanafungwa, hawapati fursa ya ushawishi. Wale ambao kuna wakati hufanya kheri, kuna wakati hufanya shari, wanafungwa hao, kama wanavyoeleza baadhi ya wanawachuoni. Kwa hivyo wa maradatul jinn, na wale waasi katika majini pia wanafungwa. Wa ghulqat abwabun nar, na hufungwa milango ya moto. Falam yuftah minha babun, na haufunguliwi katika hiyo milango ya moto mlango wowote. Falam yuftah minha babun, na haufunguliwi katika hiyo milango ya moto mlango wowote mpaka Ramadhani ishe. Wafutihat abwabul janna, na hufunguliwa milango ya pepo. Falam yughlaq minha babun, na haufungwi katika hiyo milango ya pepo mlango wowote. Si hayo tu, sikiliza maneno ya Mtume alayhi salam, wa yunadi munadin, na ananadi mwenye kunadi, anaita mwenye kuita. Na wanasema shurah, huyu mwenye kuita anatokana na malaika. Wa yunadi munadin ay min almalaika, na ananadi mwenye kunadi atokanaye na malaika, akisema ya baghi alkhair aqbil, ewe mwenye kuitaka kheri ielekee kheri. Ya baghi alkhair aqbil, ewe mwenye kuitaka kheri ielekee kheri. Wa ya baghi alshar, na ewe mwenye kuitaka shari aqsid, iache shari. Wa ya baghi alshar, na ewe mwenye kuitaka shari aqsid, iache shari. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatusimulia akasema, walillahi utaqa'u minan nar, walillahi utaqa'u minan nar, na anao Allah anaowaacha huru kutokana na moto. Walillahi utaqa'u, na anao Allah
anaowasha huru minan nari, kutokana na moto. Jambo hili la kunadi kwenye kila usiku, watu wakiitwa kuzielekea kheri, watu wakikatazwa mambo ya shari, na kwamba Allah anawaacha huru watu na moto, jambo hili linaendelea kwenye kila usiku. Tunasema wadhālika kullu lailatin, ay min shahri Ramadhan, na hilo ni katika kila usiku. Wadhālika kullu lailatin, na hilo ni kila usiku wa Ramadhan linafanyika. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii kaitaja Imam Tirmidhi. Haya mambo kama haya, vipi unalala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Tumalizie nukta ya mwisho ya 7. Idha kunta min ahli alkhairi almusari'ina ilayhi fi Ramadhan fabshir bikulli khair. Hapa sasa shekhe anawabashiria wale ambao wanazikimbilia kheri katika Ramadhan, watu ambao hawajaghafilika na Ramadhan. Shekhe anasema idha kunta min ahli alkhair, na pindi ukiwa wewe ni miongoni mwa watu wa khair, almusari'ina ilayhi, wenye kukimbilia kuiendea hiyo khairi. Idha kunta min ahli alkhair, na pindi utakapokuwa wewe ni miongoni mwa watu wa khairi, almusari'ina ilayhi, wenye kukimbilia kuiendea khairi hiyo, fi Ramadhan, katika Ramadhan, ikiwa wewe ni miongoni mwa hawa, fabshir bikulli khair, basi bashiria wewe kwa kila khairi, wewe ni mtu uliyefanikiwa biidhnillahi alkarim. Lihadithi Arfajah radhiyallahu anhu, na hili ni kwa hadithi Arfajah radhiyallahu ta'ala anhu, an rajulin min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutoka kwa mtu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Arfajah sahabiyun jalil, naye anasimulia kutoka kwa mtu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutokea kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba annahu dhakara Ramadhan, kwamba hakika yeye mtume sallallahu alayhi wasallam aliitaja Ramadhan. Faqal, mtume akasema, tuftahu fihi abwabul janna. Sheikh anarudia maneno haya kwa kukariri ahadithi hizi adhim. Tuftahu fihi abwabul janna, inafunguliwa ndani ya hiyo Ramadhani milango ya pepo. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, na inafungwa ndani ya hiyo Ramadhani milango ya moto. Wa tusaffadu fihi shayatin, na wanakazwa minyororo ndani ya hiyo Ramadhani mashaitani. Wa yunadi fihi munadin, na anaita katika hiyo Ramadhani mwenye kuita, kulla lailatin, katika kila usiku, ya baghi alkhairi halumma, ewe mwenye kutaka khairi njoo. Halumma ay ta'al, ta'ala ta'ala. Ya baghi alkhair, ewe mwenye kutaka khairi, halumma, njoo katika khairi, kimbilia khairi. Wa ya baghi alshar, na ewe mwenye kutaka shari, aksir, achana na shari, wacha shari. Hali hii huendelea hatta yanqadhi Ramadhanu, mpaka imalizike Ramadhan. Khairun ala khair, rawahu Ahmad. Hadithi kaipokea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bihadha alqadri kifaya. Muda wetu umekwisha, tutaendelea insha Allah na sehemu ya pili, thaniyan, darasa ya pili, siyamuhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam li shahr Ramadhan. Hiyo darasa ya kesho. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.